Nyanyua mkono wako wa kulia ukiwa umekaa kwa utulivu kabisa. Sema, Roho Mtakatifu, asante kwa jioni ya leo. Umenipa neema kuwepo. Sema nami tena, niko tayari kukusikia. Mjalie mtumishi wako kunena habari zako, wala sio za kwake, bali za kwako tu ndizo hazinene kwenye madhabahu hii, kwa jina la Yesu. Na mimi mwanao niko tayari Bwana kupokea neno lako na mafundisho yako. Roho Mtakatifu, nisaidie kuelewa sawasawa na mapenzi yako. Achilia nguvu zako jioni ya leo. Achilia nguvu zako kwenye akili zangu zipate kuelewa, kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. 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 Pigie Yesu makofi. Haleluya, haleluya. Tuko na watoto wa Mungu wanaopendwa na Mungu humu ndani. Kama wapo, wampigie Yesu makofi ya shangwe. Haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku nyingine hii ambayo Bwana ametupa. Sasa tunaenda kwenye kipengele chetu cha kujaa neema na uwezo. Kujaa neema na uwezo ndilo somo ambalo tumekuwa nalo. Hatuwezi kurudi kule tulikoanzia, lakini mstari tunaosimamia ni ule wa Matendo 6 mstari wa 8. Matendo 6 mstari wa 8. Tumeshazungumza maana ya neema ni nini. Kwa kama ukupata nafasi ya kuhudhuria utapata. Nafikiri unaweza kupata notes pia kwa yule mtu wa Mungu ambaye anatusaidia hapa. Kwa unaweza kupata hata kama ni summary, ukajua kule ambako tumeanzia na tulipofika, kwa sababu tunako kwenda ni mbali. Kwa hatuwezi kurudi nyuma tena. Jina la Yesu litukuzwe. Neema na uwezo, kujaa neema na uwezo. Na ukisikia tunazungumza habari za kujaa neema na uwezo, ni kazi ya Roho Mtakatifu. Usisahau hili jambo. Ni kazi ya Roho Mtakatifu mwenyewe. Kujaa neema na uwezo ni kazi ya Roho Mtakatifu mwenyewe. Na nilikupa tafsiri za neema, maana ya neema kama 3 hivi. Lakini maana ya mwisho kama unaweza kuiandika pale uliyokuwa unaandika, unaweza kuandika neema ni zawadi ya bure kutoka kwa Mungu. Neema haiwezi kununuliwa wala kufanyiwa kazi ili ipatikane. Ni kipawa kutoka kwa Mungu. Neema. Ndio maana nilikwambia neema haitoki kwa mwanadamu, inatoka kwa Mungu aliye hai. Neema ni zawadi ya bure kutoka kwa Mungu. Neema haiwezi kununuliwa wala kufanyiwa kazi ili ipatikane. Huwezi kusema mimi nilipambana sana mpaka nikapata neema. Haiwezekani. Neema ni zawadi ya bure kutoka kwa Mungu. Neema haiwezi kununuliwa. Huwezi kumuonga Mungu upate neema. Neema ni Mungu anatoa bure kabisa. Ni zawadi, ni gift kutoka kwa Mungu. Haiwezi kununuliwa wala kufanyiwa kazi ili ipatikane. Ni kipawa kutoka kwa Mungu. Amen, amen. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa ninaomba tuendelee mbele. Niliweza kukuambia habari ya uwezo, nikakupa tafsiri kama 3 hivi. Bila shaka nilikupa tafsiri kama 3, maana kama 3, lakini ziko zaidi ya hizo. Uko mbele tunapoongelea tutakuwa naendelea kukuongezea nyingine taratibu. Amen, amen. Lengo la kukuongezea ili uwe na uwanja mpana wa kuelewa kwamba unaposema uwezo unamaanisha huu ni uwezo. Mambo yaliyoko ndani ya uwezo. Nilikwambia kwenye Matendo ya Mitume 6 mstari wa 8, anasema naye Stefano akijaa neema na uwezo alikuwa akifanya ishara na maajabu kati ya watu. Maana yake neema na uwezo vilimwezesha kufanya mambo, na mambo yaliyotajwa hapo ni ishara na maajabu. Maajabu maana yake miujiza katikati ya watu. Neema na uwezo. Amen, amen. Neema na nini? Na uwezo. Sasa vitu vilivyobebwa ndani ya uwezo ambavyo vikiwa ndani vinatengeneza package inayoitwa uwezo. Tunasema huyu mtu ana uwezo.
Vingine wakati nakupa introduction, utangulizi, nilikuwa nakuelezea, lakini sasa nataka tuende mbele. Na usisahau kitu nilichokwambia, kwamba kuna aina ya vitu kwenye maisha yako. Haijalishi unaomba umefunga mlimani, kuna aina ya vitu vitaletwa na uwezo ndani yako. Allah alipokea uwezo wa kupata mimba, japokuwa wakati wake ulikuwa umepita, lakini alimhesabu yeye aliyeahidi kuwa ni mwaminifu. Kwa imani alipokea uwezo, hakupokea mimba. Ombi lake ilikuwa mtoto, lakini hakupokea mtoto. Ombi lake ilikuwa apate mimba, lakini hakupokea mimba. Biblia inasema kwa imani alipokea uwezo. Kuna vitu unaweza unaomba kwamba ombi lako Mungu anajua ustawi kiuchumi. Ombi lako Mungu anajua uishi maisha matakatifu hapa duniani. Mungu atakachofanya, hakupi maisha, anakupa uwezo utakaotunza hayo maisha. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Anakupa uwezo watu wa Mungu. Na ndio maana ukipoteza uwezo, unisikilize, Biblia inasema hakuna kinyonge kitakachoingia. Hakuna kinyonge kitakachoingia. Maana yake kisichokuwa na uwezo kitakachoingia katika mji ule. Sasa unapojifunza namna hii, ni muhimu kuelewa kuna vitu kwenye maisha vinahitaji uwezo wa Mungu. Ndio maana neno uwezo ni neno pana. Amen, amen. Kesho nitakupa angalau uweze kuelewa. Ukisema tu uwezo peke yake ni neno pana, lakini uwezo tunaozungumza ni divine ability, uwezo wa kiungu ambao unaachiliwa ndani ya mtu kumfanya kuwa tofauti kabisa na wanadamu wengine. Anakuwa fanani kabisa. Uwezo unapofunuka unakuwa tofauti kabisa. Ni mtu yule yule anayekula mandazi na miogo na vitu vingine na chipsi, lakini uwezo ulio nao unaanza kukupa utambulisho tofauti. Ndio maana nilikwambia uwezo unakupa utambulisho. Haleluya. Haleluya. Na mtu akiwa na uwezo, kuna maeneo mengine hawezi kuteseka. Kwa lugha nyingine, ukiona kuna maeneo unateseka, maana yake uwezo wa kukusaidia kwenye hayo maeneo haupo. Kinajanielewa? Ukiona kuna maeneo umefungwa, maana yake ulianza kuyumbishwa kwanza uwezo wako. Kama umeokoka alafu kuna maeneo umefungwa, maana yake uwezo wako kuna mahali ulizofishwa. Sema mwalimu, naongea kitu gani? Fungua kitabu cha Waamuzi. Kitabu cha Waamuzi ile sura ya 16, mstari ule wa 6 na wa 7. Hiyo mistari naipendaga kweli, usikiliza. Waamuzi sura ya 16, kitabu cha Waamuzi sura ya 16. Angalia huyu mwanamke huyu. Ndugu zake wanahangaika na uwezo ulioko ndani ya Samson. Wanatafuta namna ya kumshughulikia. Angalia kilichotokea. Mstari wa 6 unasema, mstari wa 6 hadi wa 7. Wa 6 unasema, Delila akamwambia Samson, tafadhali niambie asili ya nguvu zako nyingi na jinsi uwezavyo kufungwa ili ufanywe nini? Ili ufanywe nini? Maana yake alivyo hawezi kuteswa. Ili wamtese mpaka wamfunge, na ili wamfunge mpaka wajue chanzo cha uwezo wake, na wakijua siri yake waweze kumfunga huyu mwenye nguvu. Mstari wa 7 unasemaje? Angalia mstari wa 7. Samsoni akamwambia, wakinifunga kwa kamba mbichi 7 ambazo hazijakauka bado, hapo ndipo nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Angalia hiyo sentence, nitakuwa dhaifu alafu nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Maana yake kuwa dhaifu, maana yake nini? Nitakuwa nimepoteza uwezo, nitakuwa sina nguvu tena, alafu nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Kwa lugha nyingine, mkifanikiwa hili ndipo mnapoweza kunifunga na kunitesa. Yule mwanamke anamwambia wazi, anasema ili tukufunge na tukutese. Tafsiri maana yake nini? Maana yake hivi, ili uteseke lazima kwanza wafunge uwezo wako. Kuna mtu anayenielewa hapa? Kama unanielewa sema amen. Kwa kuna maeneo unaweza ukao unakwama,
Kwa nini unakwama? Kwa nini nateseka? Mwingine anakuambia, kwa nini nateseka Mungu? Kwa nini nateseka? Kuna maeneo mengine wala sio darasa la Mungu. Jamani, kuna mateso mengine Mungu anayaruhusu ili akufundishe. Amen, amen. Anakupitisha kwa ajili ya kusudi lake. Lakini kuna maeneo mengine hayamuhusu Mungu kabisa. Ni ujinga tulio nao, tumeokoka lakini ule uwezo ndani yetu haufanyi kazi. Haufanyi kazi. Haufanyi kazi. Amen, amen. Ule uwezo ndani yetu haufanyi nini? Haufanyi kazi. Sasa unaposoma maandiko, vitu ambavyo viko ndani ya viko ambavyo vinatambulisha uwezo, vitu ambavyo vinatambulisha uwezo nilio nao kwa mtu aliyeokoka au kwa mtu ambaye ni Mkristo. Jambo la kwanza na la msingi linalotambulisha uwezo wako, imani. Mwambie jirani yako imani. Mwambie jirani yako imani. Na hapa unaandika imani kama uwezo. Imani kama uwezo. Imani kama uwezo. Imani kama nini? Kama uwezo. Aya, kama umeshaandika, angalia Marko sura ya 9 mstari wa 23. Najua ina mistari mingi pale, lakini sitaki kueleza ile, nataka wa 23 tu. Angalia wa 23. Hiki kisa cha wanafunzi na Yesu. Alafu Yesu anaongea na ule baba juu ya jambo hili. Angalia. Yesu akamwambia, anamwambia nani? Anamwambia yule mzee ambaye alikuwa ameletwa mtoto wake anaanguka kifafa. Wanafunzi wamemwombea na imeshindikana. Alafu anaenda kwa Yesu, anamwambia wanafunzi wako wameomba lakini hajaweza kusaidiwa. Sasa angalia kilichotokea. Yesu akamwambia, ukiweza, sema ukiweza. Umeona hiyo sentensi? Ukiweza, yote yawezekana kwake afanyaye nini? Aaminie. Yote yanawezekana. Maana yake kuna uwezo unaoitwa imani, ambayo mtu akiwa nao yote yanawezekana kwake. Muulize jirani yako, wewe yamewezekana mangapi? Anasemaje? Kwa sababu unaweza kana unaimba tu yote yawezekana kwa imani yote. Umeona nilivyoenda nje ya key? Tapiga mazoezi, hakuna shida. Tarudi nikiwa vizuri. Yote yawezekana kwa imani. Mtu anaimba namna hiyo, yote yawezekana. Tafakari, wewe yamewezekana mangapi? Kwa sababu mwingine anasema yote yawezekana, lakini kwa kweli kinachowezekana kwake ni kukemea pepo zikatoka. Ila ukimhusisha habari za uchumi, huko ni ngumu sana. Ukimhusisha habari za uchumi, ni ngumu sana. Ukimhusisha habari za familia, kashashindwa. Mapepo yameingilia mpaka kwenye ndoa. Umewahi kujiuliza, una mke umemlipia na mahali, alafu mapepo yanakuja kuzini na mke wako na we upo? Hii ni aibu kubwa sana. Alafu baba umeokoka, uko kanisani, alafu mke wako mapepo yanazini naye, na we ndio ulilipa mahali. Mapepo hayajui hata kusambaza kadi za harusi. Si mko wazee mliolipa mahali hapa? Hivi kulipa mahali ni kazi ndogo? Labda nyinyi ilikuwa nyepesi sana. Wengine tulikuwa tunaomba kama unang'oa roho ya uchawi ili upate pesa za kwenda kulipa. Ngumu kweli kweli. Alafu mapepo yaje yaingilie kati. Usikia hata wivu, usikia hasira. Mke wako anakuwa anateseka. Sasa unakuta kanisani imewezekana. Ukija kanisani, haleluya haleluya, mimi ni mtumishi wa Mungu aliye hai, lakini familia inapigwa na wewe upo. Na wewe upo. Kazini wanakuchezesha tu kama mwana sensele, na wewe upo. Mpendo, umeokoka? Nimeokoka, nampenda Yesu. Niko huru ndani ya Yesu. Uko huru kweli wewe jamani? Uko huru?
Sasa mwalimu, kwa nini unatuambia hivi? Najaribu kukupandishia hasira ya Roho Mtakatifu ndani yako. Biblia inasema yote yawezekana kwake aminie. Maana yake imani iliyoko ndani ya mtu inamfanya yote yawezekane kwake. Akiamua jambo lazima liwezekane. Akisema nataka kufanya hivi, litawezekanika. Kwa nini? Kwa sababu ya ule uwezo wa kiimani alionao. Sasa huo uwezo unaweza kushambuliwa. Ndio maana unamwona Paulo anasema hivi, sio kwamba alisema nimelinda upako au nimelinda nini? Huduma. Anasema imani nimeilinda. Kwa nini alinde imani? Kwa sababu akipoteza imani, hata upako mliokuwa mnauona hamtauona. Uwezo, imani nimeilinda. Imani nilikuwa nafuatilia, hasemi utumishi nimeulinda. Maana yake utumishi, upako, nguvu za Mungu vyote vilizaliwa kwenye uwezo aliopokea unaoitwa imani. Imani. Mwingine asema, mwalimu unaongea kitu gani? Ngoja nikupe, labda utaelewa vizuri. Ukisoma maandiko kwenye kitabu cha Warumi 10 mstari wa 9 hadi wa 10, sababu bado unajua unapambana hapo, hivi imani ni uwezo, hii mbona sielewi? Ngoja utaelewa tu. Warumi 10 mstari wa 9 hadi wa 10 unasemaje? Warumi 10 mstari wa 9 hadi wa 10, sikiliza. Anasema kwa sababu ukimkiri Yesu, mstari wa 9 huo hadi wa 10. Mstari wa 9 anasema kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana. Ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na ukaamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Alafu angalia mstari wa 10. Anasemaje? Anasema kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata nini? Wokovu. Kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Mwingine anasema, mwalimu bado hapo sijakupata vizuri. Fungua Yohana 1:12. Usisahau ili andiko, lakini sikiliza Yohana 1:12. Yohana 1:12. Nataka usikilize. Yohana 1:12. Yohana 1:12. Inasemaje Yohana 1:12? Anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika nini? Sema kwa sauti, aliwapa uwezo wa kufanyika nini? Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa nani? Alafu anasema ndio wale wafanyao nini? Ndio wale wafanyao nini? Kwa imani mtu huamini hata kupata haki. Maana yake ili mtu apokee wokovu unaanzia wapi? Kwenye imani. Kuamini. Haleluya watu wa Mungu. Alafu anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ngoja nikuunganishie jambo lingine. Waefeso sura ya 2. Waefeso sura ya 2 ule mstari wa 8. Mstari wa 8 mpaka wa 9. Angalia, nataka nikuunganishie imani kama uwezo uweze kuelewa. Mstari wa 8 mpaka wa 9. Wa 8 unasema kwa maana, anasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Angalia hii sentence, mmeokolewa kwa neema. Kivipi? Anasema hiyo kwa neema ni kwa njia ya imani. Maana yake imani ilitumika kama njia ili neema ipate mahali pa kupita. Haleluya watu wa Mungu. Neema iokoayo imefunuliwa, lakini inapitia wapi? Imani ikatumika kama njia. Mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo imani anayosema haitokani na nafsi zenu, bali ni kipawa cha Mungu. Kwa unaangalia, kwa kama tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, alafu hiyo imani, angalia, tunapookolewa sisi tunafanywa kuwa watoto wa Mungu. Kwa lugha nyingine angesema mmefanywa kuwa watoto wa Mungu kwa neema, alafu kwa njia
ya imani. Maana yake imani ndiyo njia iliyofungua mlango wa neema iokoayo ingie ndani yako. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Alafu ukirudi kwenye Yohana 1:12 anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika nini? Wa kufanyika watoto wa Mungu. Lile neno uwezo utasikia anazungumza haki. Ukisoma kwenye Kiingereza anazungumza right. He gave them the right. Akawapa haki. Sijui kama ya Kiingereza ipo hapo. Haleluya watu wa Mungu. Bali wote waliompokea. Hii imezungumza power. Hiyo King James Version. New King James Version kama unayo, au tupe ile translation nyingine. Hii imezungumza power kwa maana ya kurudi kule kule kwenye uwezo. Ndio maana umesikia kwenye tafsiri yangu na kuambia uwezo ni nguvu. Hapa anazungumza power. Haleluya watu wa Mungu. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Ukisoma translation nyingine utaona inakuambia kwenye uwezo pale imezungumza haki. Haki ni nguvu. Amen watu wa Mungu. Haki ni nguvu inayomthibitisha mtu kwamba hana hatia mbele za Mungu aliye hai. Haki ni kutokuwa na hatia. Kuhesabiwa haki maana yake kutokuwa na hatia. Umeondolewa hatia zako mbele za Mungu aliye hai. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Kwa nitaka nikuonyeshe hapa kwamba imani ni uwezo. Imani kama uwezo. Ndio maana vitu haviwezi kutokea vingine bila kuwa na imani. Haleluya watu wa Mungu. Mwingine anasema mwalimu, mbona kama vile bado sijakupata vizuri? Ngoja nikumalizie upate vizuri. Fungua kile kitabu cha Marko. Marko 11 mstari wa 23 hadi 24. Marko 11 mstari wa 23 hadi 24. Umeshapata? Aya, angalia. Anasema amini nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu, maana yake akaongea na mlima. Huyu mtu anakuwa na uwezo wa kuongea. Atakayeuambia mlima huu, ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini. Angalia hiyo sentence. Aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Angalia ule mstari unaofuata. Angalia mstari unaofuata. Rudi mstari wa 23. Huo nimeusema. Mstari unaofuata wa 24. Angalia anachosema. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote muyaombayo. Sema yoyote tuyaombayo. Alafu anasema mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Aminini ya kwamba mnayapokea, sio mtayapokea, mnayapokea. Sasa huu ni uwezo. Maana yake kwenye mstari wa 24 ni uwezo wa kupokea majibu kutoka kwa Mungu. Huo uwezo unaitwaje? Imani. Imani ya kupokea kutoka kwa Mungu aliye hai. Kuna watu wengi wana imani ya kumuomba Mungu kwa sababu wanajua Mungu yupo, lakini kwenye uwezo wa kupokea walioyaomba hawana. Ndio maana unaweza kumleta mtu hapo ukasema njoo uombe, njoo tuombe Mungu. Akaja hapa mbio, mwalimu kwa kweli tuombe. Baba katika jina la Yesu, ninaomba Baba, maisha haya mimi siyataki. Nataka maisha yale mazuri ulionikusudia. Yapi? Yale ambao umekuwa ukisema na mimi. Umesema na mimi sana, na nimesoma kwenye neno lako, na yataka hayo Baba. Alafu ameomba hapa kwa ujasiri. Mwambie akitoka hapa, mwambie umepokea kwa jina la Yesu. Alafu sikiliza moyoni mwake. Mdomoni anasema amen, moyoni kunasema hey, labda. Unasikia hiyo? Labda mara hii. Ukisha sema labda mara hii, maana yake unayo imani ya kumwendea Mungu, lakini huna imani ya kupokea. Imani katika pande mbili. Wengine hawajanielewa ninachozungumza. Angalia, nazungumza huo mstari
Unayo imani ya kumwendea Mungu, lakini huna imani ya kufanya nini? Ya kupokea. Jamani, kupokea kunahitaji uwezo. Uwezo unaitwa nini? Imani. Uwezo wa imani unasemaje? Nimeshayaona majibu kabla hata hayajatokea katika mwili. Na unasikia huyu mtu akimshukuru Mungu, anasema Baba asante kwa kuwa umeshanipa. Baba asante. Unashangaa amepewa nini? Mbona ni yule yule anatia huruma? Imani yake imeshapokea kabla havijatokea katika mwili. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Mwingine asema, mwalimu, kama hivi naanza kukuelewa. Ngoja, utanielewa sasa hivi tu. Sasa hivi. Waebrania. Waebrania sura ya 11 mstari wa 6. Waebrania 11 mstari wa 6. Kumbuka nazungumza imani kama uwezo, imani kama uwezo. Na hiki kipengele nilichoingia sasa hivi nazungumza imani katika pande mbili. Imani ya kumwendea Mungu na imani ya kupokea kutoka kwa Mungu. Wengi wana imani ya kumwendea Mungu, lakini hawana imani ya kupokea kutoka kwa Mungu. Na ndio maana kuonyesha imani kama uwezo. Ili upokee unahitaji uwezo wa kupokea. Kuna vitu ili upokee unahitaji uwezo wa kupokea. Sasa angalia. Anasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Amen. Haiwezekani kumpendeza. Mungu nisaidie niishi maisha ya kukupendeza. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Alafu angalia kipengele kinachofuata. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko. Hii ni imani ya kumwendea Mungu. Lazima aamini kwamba huyu Mungu yupo. Kwa habari ya kuamini Mungu yuko, wote hapa tunaamini kabisa. Ndio maana uko hapa. Huo uwezo wa kuamini God, Mungu yupo, wote tunao. Wote hapa mnao. Ndio maana mmekuja kwenye hii semina. Sasa angalia kipengele kinachofuata. Akiamini kwamba yeye yuko, anasema na kwamba. Wale wanaosoma Kiswahili wanafahamu. Kumbuka hayo maneno. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko. Kwamba ya kwanza. Alafu ya pili inasema na kwamba, manake kwamba ya pili. Unanielewa? Ukisoma hiyo statement unagundua ni sentensi moja yenye vitu viwili ndani yake. Mandorobos. Kuna mtu amenielewa? Lazima amini kwamba yeye yuko. Repetition of words. Kurudia kwa maneno sio bahati mbaya. Yana maana. Ndio maana kwa wale waandishi wanajua maneno huwa yatakiwi kurudia mara mbili. Ukiandika neno moja, utakapotaka kurudia hicho lazima utumie neno lingine, lakini likiwa linaonyesha unarudia kile kitu. Lakini ukiona maneno yanarudia mara mbili, kwamba yana maana. Anasema kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima amini kwamba yuko. Kwamba ya kwanza amini yuko. Kwamba ya pili inasemaje? Na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Okay, kumbe nimeamini kwamba Mungu yupo na nimemwendea. Lakini nisiishie hiyo imani ya hiyo moja tu. Imani ya kiwango kingine cha pili. Niamini kwamba huyu Mungu niliyemwendea huwa anatupa. Kuna malipo anaachilia kwenye maisha yetu. Haleluya watu wa Mungu. Kuna vitu huwa anaachilia kwenye maisha yetu. Kwa hiyo lazima uwe na hiyo imani. Sasa hii imani ni uwezo. Kumwendea Mungu ni uwezo. Kila mtu angeweza. Lakini wewe kwa nini umeweza? Kwa sababu unayo imani kama uwezo ndani yako unaokuwezesha kumwendea Mungu. Lakini mtu wa pili hana tu imani ya kumwendea Mungu, anayo imani pia ya kupokea kutoka kwa Mungu. Sasa ukiwa na hiki kipengele cha pili, uwezo wa kupokea kutoka kwa Mungu, ndio yule unasikia ana kila akija hapa ana ushuhuda. Unasema ni wenzetu wana bahati. Sio bahati, uwezo. Haleluya watu wa Mungu. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Umeelewa juu ya imani kama uwezo?
Umeelewa juu ya imani kama uwezo. Umeelewa juu ya imani kama uwezo. Umeelewa juu ya imani kama uwezo. Wana wa Israeli kuingia nchi ya ahadi, hakukutegemea Mungu anayetembea naye peke yake, ili Mungu anayetembea naye awawezeshe, kulitegemea uwezo wa imani walionayo ndani yao. Mungu unaweza kuwa naye siku zote na unaongea naye, lakini kuna vitu hakusaidii, kwa sababu katika vitu hivyo huna imani juu ya Mungu wako. Kuna mtu anaamini hapa nikikemea pepo linatoka, lakini haamini kwamba kansa inaweza kutoka. Sijui unanielewa ninachosema? Alafu akitaka kujibu kiroho atakwambia, mwalimu naomba tu tusaidie. Unajua neema tumetofautiana. Wengine imani zetu bado ndogo. Unaelewa hiyo sentence? Anaongea kitu cha kweli. Imani zetu bado ndogo. Maana yake anasema uwezo wangu ni mdogo. Unaweza kudili na issue ndogo ndogo. Sasa mimi sijaja kukufundisha uwe na uwezo wa kudili na issue ndogo ndogo. Huwezi kukaa na Mungu mkubwa alafu unadili na issue ndogo ndogo. Ni matusi. Mwambie jirani yako ni matusi haya. Yaani unakaa na Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, alafu unawaza kinyonge kinyonge. Issue ndogo ndogo ndio za kwako. Basi mwenye malaria mleteni nitamuombea. Ana pepo gani? Pepo yale yanayolipoka. Huyo mleteni nitamkemea. Huyo mwingine, huyu aiseni mchawi. Mchawi mpeleke kwa askofu. Mimi sidili na wachawi mimi. Unamuuliza kwa nini? Imani mwalimu, wengine imani zetu ni ndogo. Najua anachozungumza. Uwezo wangu wa kudili na changamoto hiyo ni mdogo. Kama umenielewa sema amen. Kama umenielewa sema amen. Yaani kuna mtu mmoja angekuwa anasikia hasira kule ndani kwamba kumbe inawezekana nikadili na issue zote kupitia imani. Kukaa na Mungu masaa yote. Lakini aamini kwamba huwapa thawabu wamtafutao. Okay, ngoja nimalizie sasa tuombe. Unisikilize. Nimekupa kipengele kimoja tu, imani kama uwezo. Imani kama nini? Kama uwezo. Sikiliza, nimalizie jambo moja hapa kwenye imani, alafu tuweze kuomba. Mwalimu, kuna kitu umezungumza alafu kaluka. Roho Mtakatifu ananikumbusha hapa. Umesema wana wa Israeli kuingia pale Kanani, si ndio? Hakukutegemea tu vile walivyo. Kilichowakwamisha wana wa Israeli walipopoteza uwezo. Uwezo huu unaweza kunajisika. Mnisikilize. Imani kama uwezo. Waraka kwa Waebrania ile sura ya 3 mstari wa 16 mpaka wa 19, na lengo langu sana ni mstari wa 19. Angalia waraka kwa Waebrania. Anasema, maana ni wakina nani walioasi waliposikia? Si wale wote waliotoka Misri wakiongozwa na Musa. Alafu anasema hivi, tena ni akina nani waliochukizwa nao miaka 40? Si wale waliokosa ambao mizoga yao ilianguka katika jangwa. Alafu anasema, tena ni akina nani aliowapia ya kwamba hawataingia katika raha yake ila wale walioasi? Alafu angalia mstari wa 19. Funga kazi yote hiyo. Anasema, basi twaona ya kuwa hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutenda dhambi, kwa sababu ya kutokuamini kwao. Ukipoteza imani, umepoteza daraja lako la kupokea, la kuvuka kupokea maisha yako yote ambayo Mungu alikukusudia. Ukipoteza imani, imani ikizofika, maisha yako yamezofika, ya kiroho na kimwili kwa mtoto wa Mungu. Imani ikizofika, huduma inazofika, ndoa inazofika, kipawa kinazofika. Imani ikizofika, maombi yanazofika.
ujasiri unaondoka. Imani. Imani kama uwezo. Waebrania 10:39. Mandorobos. Nilikuwa nakuonyesha kipengele gani? Hawa ndugu zetu hawa walifika mahali wakapoteza kumwamini Mungu. Kwa nini walipoteza kumwamini Mungu? Walipoteza kumwamini Mungu kwa sababu waliona majitu, walipewa taarifa mbaya. Mungu akasema, nitachukuliana nao mpaka lini? Wasiniamini mpaka lini? Nitakuonyesha. Ngoja nikuonyeshe kwanza Waebrania 10:39. Angalia. Lakini sisi, sema lakini sisi. Rudi 38. Mwenye haki wangu. Ni mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Naye akisitasita, roho yangu haina nini? Haina furaha naye. Na furaha ya Roho Mtakatifu, furaha ya Bwana ni nguvu. Mwenye haki ataishi kwa imani. Okay, mstari wa 39. Anasemaje? Lakini sisi, sema sisi. Anasema hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kufanya nini? Walio na imani ya kufanya nini? Imani kama uwezo. Ukisha kuwa na imani ya namna hii, unakuwa na uwezo utakao kuokoa, sio tu kuokoa roho yako peke yake, kwa maana ya kuokoa roho zetu ziende mbinguni, lakini kuokoa roho yako isiharibiwe. Imani ya namna hii, unakuwa na uwezo, inaachilia uwezo ndani yako wa kuokolewa. Jesus. Kwa ukisikia mtu ana sita, mwalimu namwamini Mungu lakini ana mashaka, uwe na uhakika huu uwezo huu hauna nguvu ndani. Na unasema, mwalimu, kwa nini unapotezaga nguvu uwezo huu? Sikiliza ninapomaliza. Uwezo huu unapotezaga nguvu, imani inaweza kunajisika, watu wa Mungu. Ndio maana inalindwa. Imani inaweza kuharibiwa. Imani unaweza kuikataa imani yako mwenyewe. Maandiko yanasema siku za mwisho watu wengi watajitenga na imani zao, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Mafundisho ambayo yatakuja kuloa standard ya kanisa. Watu wajione wao ni sawa na wa ulimwengu, wapoteze kujali ile amana ambayo Mungu ameweka ndani yao. Wajione maisha ya dhambi ni kitu cha kawaida ndani ya kanisa. Waone kufanya uasherati ni kitu cha kawaida ndani ya kanisa. Na wafurahie tu karama na vipawa. Si unajua kama lile kanisa la Korinto, mnalifahamu kanisa la Korinto? Kanisa lile bwana lilikuwa na mbwembwe sana. Sijui kama Tanzania yako makanisa kama yale. Lile kanisa lilikuwa na mbwembwe. Ila wakakutana na mtume, kichwa chake naye kimeenda hivi. Lile kanisa watu walikuwa na karama za roho. Wananena kwa lugha. Wananena. Karama za roho walikuwa nazo nyingi. Walichokuwa wamekosa ni tunda la roho. Ila karama za roho walikuwa nazo, ila sasa wanapiga uzinzi. Uzinzi walikuwa wanafanya sio wa mchezo. Wa Korinto. Kwanza ukiitwa Mkorinto, unaelewa maana yake? Ulikuwa ukiitwa Mkorinto, ni hatari tu. Sikia, huyo ni Mkorinto. Zinaa imekuwa kama chakula, uzinzi. Alafu wako kanisani, wakute kanisani sasa. Rababababa. Sikia neno la Bwana. Sikia neno la Bwana. Wazinzi. Wahuni. Paulo akasema, nisikilizeni ninyi, msicheze na miili yenu. Miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kajua hii jamaa ielewi. Akasema, toeni viungo vyenu na miili yenu. Akasema, bado haielewi. Akasema, hivi nyinyi mnaelewa
kwamba miili yenu ni hekalu la Mungu, na yoyote atakayeliharibu hekalu, Bwana atamuharibu mtu huyo. Hivi hamjui kwamba aliyeungwa na kahaba azinie na kahaba ni mwili mmoja na kahaba, lakini aliyeungwa na Bwana ni roho moja na Bwana? Unaona hizo injili anawapa. Kwa nini? Wana karama lakini hawana matunda ya Roho. Uwezo wa kuishinda dhambi hawana. Unaweza kuwa na karama alafu huna uwezo wa kuishinda dhambi. Ndio maana nakufundisha imani. Tena sio imani tu, imani iliyo takatifu, isiyopenda mchanganyo. Imani ya namna hii ukiunganisha na miungu inazofika, haifanyi kazi. Mungu ni Mungu mwenye wivu, kwa sababu hii imani haitoki kwa mwanadamu, haitokagi kwa mhubiri, haitoki kwa mwalimu. Hii imani inatoka kwa Mungu aliye hai. Inapoingia ndani ya mtu ni imani takatifu. Mandorobos. Na ndio maana mtu akiwa na imani kama hii anakuwa na uwezo wa kuisemesha vitu. Mwingine bado hajanielewa, ndio namaliza hivi. Kumbe mtu mwenye imani kama hii anaweza akasemesha vitu na vikamsikiliza. Ndio maana anasema yoyote atakayeuambia mlima huu ng'oka, sio kuomba, kuuambia, kuongea na vitu. Wanunui wanakuambia huu mzigo ni wa kusafirisha, tena wanakuwa na kimulimuli, ile nguvu ya maneno ya mchawi aliyosema inawakimbiza wasafirishi. Watafika Dar es Salaam, wataacha mzigo mwingine Dar es Salaam. Sikia kiu ya kula samaki jamani, nendeni mkanunue samaki. Alafu anamwambia samaki gani, huku kuna bahari? Samaki gani mzee? Kwambia hivi migebuka haijafika ile ya kutoka Kigoma. Zanzibar wajui migebuka ya kutoka Tanganyika wala Sumbawanga, wanajua Kigoma, si ndio Utasikia Kigoma, anakuambia kanileteni. Wanafika pale, wanakutana na yule samaki, wanamnunua na wengine. Mama anaenda kupika kwenye chungu chake, kwenye sufuria, sijui kwenye, anapika wale samaki. Lakini wakati anagawa wale samaki, yule amenenewa kwenda kumuua baba. Yule hawezi kugawiwa kwa watoto. Kila kitaka muweke kwa watoto, moyo unagoma. Anachukua wengine anaweka kwa watoto. Yule wa kumuua mzee ndiye anawekwa kwenye chombo. Alisemeshwa miezi miwili iliyopita ziwa Tanganyika. Mwezi wa 3 anaenda kumuua mtu mmoja Zanzibar. Afu nasikia yule mzee amefika pale, anakula chakula mke wake amemwandalia, ile anaweka tu cha kwanza, cha pili, cha 3, mwiba kwenye koo. Mwiba, nileteni basi, nileteni ugali. Si ndio tunasemaga wa Tanzania, hasa wa vijijini, wale tuliokulia maisha ya kuungaunga. Utasikia nileteni ugali ili apitishe mwiba uzame. Sasa huko unakozama sijui ana uhakika gani kama kuko salama. Madam tu upite hapa, anachukua ugali. Haupiti. Tumia ugali wote, hakuna mwiba kutoka. Na kadri masaa yanavyozidi kwenda, eneo la hili hapa linavimba. Anaenda hospitali. Hospitali ndogo wanasema hatuwezi, tumpe rufaa. Aende wapi? Baadaye unasikia apelekwe Muhimbili. Amefika Muhimbili, anamwambia ili eneo limeshaanza kuoza, ili jambo limempata nini? Anamwambia ni siku 4 tu limempata. Mbona limeoza hivi? Wanatoa mwiba, wanakuambia hii ni kansa ya koo. Lakini tunaona imesambaa, sio kwenye koo tu. Tunaona mpaka tumboni kuna vitu haviko sawa. Baadaye wanasema labda tufanyeje sijui. Tumpime, tuangalie. Wanampima, wanashangaa mtu anazidi kubadilika mpaka rangi. Baada ya wiki, tuonane paradiso. Tuonane. Mchungaji anasema Bwana alitoa, Bwana ametwaa. Jina la Bwana lifanye nini? Huyu tunasema amekufa kifo cha muonezi. Na mimi wanaumia kama Mkristo akifa kifo kama hicho. Ni matusi kabisa. Unakufaje? Kama ndege, kama kunguru, kama ng'ombe. Wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Sasa angalia, kinachoniumiza sio mwiba huo. Kinachoniumiza, huyu mtu anategemea tu mapepo, alafu ana uwezo wa kusemesha samaki akamheshimu.
wewe unashindwa kuisemesha tu hata 10,000 ikakuheshimu. Mwingine unashindwa kusemesha tu hata nguo uliovaa yenyewe ikakuheshimu. Nguo tu ikasema sawa bwana mkubwa. Mwalimu unasema nini? Fikiria kama mtu anaweza akachukua uzi wa nguo yako akaenda kufanya mambo ya kiganga, alafu wewe ukawa huna uwezo tena wa kuomba. Nguo yako tu imechukuliwa. Hii ni sawa kweli? Alafu ukija hapo unasema nimeokoka nampenda. Kuna watu wanatakiwa wakifikiria tu jina lako wanaogopa kuanzia mbali, kwamba huyu ni untouchable, anaopaleti kwenye viwango vya imani ambavyo yeye ukimgusa anatamka neno na linakuwa. Sijui unanielewa? Anasema mtaiwaambia huu mlima, ukiuambia ng'oka akaamini moyoni mwake. Milima inachukulia nini? Geographical condition au geographical areas. Kuna mambo ya kijiografia ambayo yanaweza kukuzinga kama changamoto na matatizo, lakini ni matatizo ya kijiografia. Alafu watu wanakuambia unajua ni hali ya mji ndivyo ilivyo, ni mazingira yetu ndivyo yalivyo. Wewe hutakiwi kuzuiliwa na mazingira, watu wa Mungu. Unanisikia? Ndio maana wana wa Israeli walitembea jangwani kwenye nchi kame kabisa, lakini hawakufa. Walisurvive na wakaishi. Hawakuchakaa. Lakini nchi isiyokuwa na maji, lakini hawakuchakaa. Kwa nini? Mungu wao ni mtoshelevu kwenye maisha yao. Kwa unasema nachakaa kwa sababu sina hela. Uongo. Battery low kwenye imani. Usisingizie vitu vya ajabu ajabu. Unasingizia mazingira. Biblia inasema semesha. Semesha. Yasemesha hayo mazingira. Semesha hizo hali. Yaambie imani ni uwezo. Mtu akiwa nao anaweza kusemesha chochote na kikasikia lugha yake. Anaweza kuongea na magonjwa na yakasikia. Na mtu wa namna hii akiomba, yale aliyoomba anapokea. Sio kwamba atapokea, anapokea saa hiyo hiyo. Mwambie jirani yako, pokea hiyo neema na uwezo huo kwa jina la Yesu. Hujamwambia kwa ujasiri. Unajifikiri naongea tu na kuhamasisha. Na maanisha hiki ninachosema. Kuna watu unapomwambia namna hii nafsi yake inakuwa boosted. Mwambie pokea kwa jina la Yesu. Anayehuisha, anayefanya hii imani iwe hai ni Roho Mtakatifu. Ndio maana kasome maandiko, wale mitume walipojaa Roho Mtakatifu, baadaye unakuja kuona sifa zao, wanakuambia sifa zao walikuwa wamejaa imani. Kasome. Wanasema hawa watu tunaotaka kuwachagua wawe ni watu waliojaa imani. Kumbe kuna kujaa imani. Ndio maana kuna roho inaitwa roho ya imani. Ndio maana kuna karama inaitwa karama ya imani. Hivyo vyote vinatoka kwa nani? Kwa Roho Mtakatifu. Mtu anajaa, alafu anajaa roho ya imani, anajaa karama ya imani. Karama ya imani maana yake ni uwezo. Hategemei kwamba hapa mahali tutengeneze wingu sana, tutengeneze nguvu za Mungu ziwe nyingi ili miujiza itokee, ili mambo ninaomwamini Mungu yatokee. Huyu mtu ni uwezo huko ndani, yuko gifted, amejaa Roho Mtakatifu, ule uwezo unaoitwa imani. Kwa nini nakwambia imani kama uwezo? Imani, angalia, imani inaletwa ndani ya mtu kama karama. Karama ni gifti. Karama ni gifti, watu wa Mungu. Karama ni nguvu ya uwezesho, ili kile Mungu anachotaka ukifanye kwa wepesi. Kwenye karama za Roho Mtakatifu kunaitwa karama ya nini? Ya imani. Lakini kuna roho inaitwa roho ya nini? Ya imani. Ndio maana imani ni uwezo. Mandorobos. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Imani ni uwezo. Usicheze na imani yako. Usiruhusu mtu akacheza na imani yako. Usiruhusu mtu akazofisha. Usiruhusu mazingira yakanajisi imani yako. Imani ni maisha yako.
Imani ni maisha. Imani ni maisha. Kwa nini watu wengine ni majasiri, hawana uoga? Imani walionayo kwa Mungu wao. Imani ni maisha. Mandorobos. Imani ni maisha. Imani ni maisha. Imani ni maisha. Nataka tuende kuomba. Imani ni maisha. 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 Kama umeokoka na umepokea Roho Mtakatifu, Mungu akujalie neema ya kupokea karama ya imani na roho ya imani kwenye maisha yako, ili uwe na maisha yenye ujasiri. Ukitembea hapa Dodoma hauogopi chochote. Kwa nini? Imani ni maisha. Mando robo sikilianda rabako rabasaya. Roho Mtakatifu anaweza kufanya imani zetu zikawa hai, kwa sababu yeye ndiye msimamizi wa mambo yote ya kiroho. Yeye akiwepo kila kitu kinawezekana. Hata kama kuna mambo yamedidimiza imani yako, Roho Mtakatifu anaweza akaifanya kuwa hai. Watu wa Mungu, kuna vitu vingi vinaweza didimiza maisha ya imani. Na jambo la kwanza ni dhambi. Jambo la pili ni nguvu ya upinzani inapokuwa kubwa kuliko imani ulionayo. Imani yako inatindika. Ndio maana Yesu alisema, nimekuombea wewe Petro, imani yako isitindike. Kutindika maana yake inafika mahali haina uwezo wa kukufanya usimame tena. Ndio maana unakuta kuna watu wanakuja makanisani leo, ni kwa sababu wamebaki na msimamo tu, kwamba sasa niende wapi? Niende wapi sasa? Lakini ukitazama mioyo yao, imani zimepigwa. Zimepigwa. Ndio maana usishangae kuna watu wako njia panda hivi ninavyoongea, wako kwenye mawazo mawili, ama aendelee kuishi na Mungu au la. Mambo ni mazito, mambo ni magumu. Tangu alipoanza kumwamini Yesu haoni mpenyo kwenye maisha yake. Nataka nikwambie, imani ni maisha. Roho Mtakatifu aliyeleta hii semina atahuisha imani yako katika jina la Yesu. Utaondoka hapa ukiwa jasiri kuliko simba. Maisha yako yatachange. Hautakuwa yule yule aliyekuwa naomba anakata tamaa akiwa kwenye maombi. Utakuwa unaomba na haukati tamaa. Unaomba na hauchoki. Unaomba kwa nini? Kwa sababu Mungu anajibu maombi yako. Hautakuwa na uwezo tu wa kuomba, utakuwa na uwezo wa kupokea unaoyaomba. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Mando robo sikirianda rabakora. Uko tayari kwa ajili ya kuomba? Uko tayari kwa ajili ya kuomba? Uko tayari kwa ajili ya kuomba, mtu wa Mungu? Uko tayari kwa ajili ya kuomba? Tunaenda mbele za Mungu kuomba. Tunaenda mbele za Mungu kuomba. Siku ya kesho. Siku ya kesho. Mando robos. Siku ya kesho. Leo nilikupa uhuru, lakini kesho tutakuwa na masaa 12. Unanielewa? Mwambie jirani yako, umemuelewa mwalimu? Akikwambia anatumia dawa, mwambie utaratibu wetu ni ule ule. Apike ugali, mboga ni Chinese. Asiweke chumvi wala mafuta. Azikate Chinese vizuri, azichemshe. Afu apike. Na mimi na uhakika hata kula kama siku zote, atakuwa anakula huku amenuna. Na wewe utakuwa umefunga. Ndio maana kuna mfungo wa kutokula chakula kitamu. Usiseme mwalimu nilikutana na chips. Hakuna chips. Chips ni chakula kitamu. Au kipolo cha wali ni chakula kitamu. Mwalimu nilikutana na kipolo tu. Kipolo ni chakula kitamu cha wali. Nimesema ugali na Chinese ambayo haijawekwa chumvi. Ukiweka chumvi inakuwa tamu. Inawezekana umekulia kijijini kama mimi, itakuwa tamu. Kwa hiyo kipolo cha wali, eti kipolo cha wali. Ugali pika, alafu pika Chinese. Wewe uliye na shida, wewe ambaye una shida ya kukaukiwa sana utumbo, tumia maji. Maji tu yatakutosha. Ila njoo ukiwa umefunga. Nimekwambia kesho mimi niko hapa kusikiliza mpaka kwaya. Lazima tuwashe moto. Jamani, unataka tuwe na imani hizi za kuchezewa chezewa? Unafurahia?
Lazima ufikie mahali ambapo ukisema vitu vinatokea. Vitu vinatokea. Ukipita mahali wanasema amepita shujaa wa Bwana hapa. Imani. Nilikuwa nasikia historia ya mzee mmoja, nafikiri ni mzee Moses Kulola. Alikuwa akitembea, akifika polini kwenye wanyama wakali, amechoka, analala, alafu anachola mstari. Anachola mstari na kidole, anazungusha namna hii. Alafu anasema hivi ninavyochola ndivyo ninavyoweka wigo, wanyama wakali hawatanisogelea. Alafu analala. Simba wanakuja, wanaishia kwenye mstari, wanamtizama tu, hawezi kutafuna nyama yake. Imani. Kuna mtu ananielewa ninachosema? Imani. Ndio maana wale wazee hawakuogopa kitu. Na wewe usiogope. Roho Mtakatifu ameileta hii semina ili kuhuisha imani yako. Imani yako iwe na nguvu. Imani yako iwe na nguvu. Uwe na uwezo wa kusemesha milima iliyoko kwenye familia, milima iliyoko kwenye maisha yako, milima iliyoko kazini, milima iliyoko kwenye uchumi, na ikaondoka. Imani. Watu watajuaje kama una Mungu aliye hai? Paka uwe na imani inayoleta matokeo. Mando robos. Jesus. Nataka tuombe. Andana na sadaka yako, patachafuka hapa. Anaweza pakachafuka hapa, ukaomba ukakuta wengine wananena kwa lugha muda mrefu, ukasema mbona hatutoi sadaka? Ukiona wenzako wananena kwa lugha muda mrefu, wewe ndugu yangu umeomba na unaenda mbali sana. Askofu atakuwa amekuja hapa na watakia baraka, wewe unaanza kuondoka. Lakini hakikisha unaomba hata ukiwa kwenye gari. Unanisikia nachosema? Hakikisha unaomba moyoni, mwambie Roho Mtakatifu nisaidie. Sitaki kuwa na imani ya kimapokeo. Nataka kuwa na imani inayotoka kwako, inayotokana na neno lako. Imani yenye kupindua ulimwengu. Ndio nataka kuwa nayo. Unakuwa na hiyo kiu na hiyo shauku. Andaa sadaka yako pia, ili tunapoingia kwenye maombi haya usijukajisahau. Kama iko mahali pepesi utaipata, utaichukua tu, alafu utakuja kutoa. Uko tayari kwa ajili ya kuomba? Uko tayari kwa ajili ya kuomba? Funika macho yako, funika macho yako. Mungu aliye hai, Mungu aliye hai, umekuwa Mungu wa baba zetu. Baba zetu walikuona wewe, walikutumikia wewe, walitembea na wewe, walishuhudia matendo makuu ya kutisha, namna ambavyo uliyatumia maisha yao kugeuza ulimwengu, kugeuza familia zao, kugeuza makanisa yao. Hata makanisa yao yakawa na ushuhuda. Watu wakasema hivi ndivyo Mungu anavyofanya kazi. Sasa ni kizazi chetu, tuko hai na wewe ndiwe Mungu wetu. Na kwenye kusanyiko hili tunao kina mama, tunao wa baba, tunao vijana, tunao mabinti, tunao watoto wamekusanyika na wamesikia neno hili. E Bwana, hili ni neno la imani. Hili ni neno la imani. Hili ni neno la imani. Wamesikia habari ya imani kama uwezo ndani yao, uwezo wa kutembea na wewe, uwezo wa kupokea yale yote ambayo uliwakusudia kwenye maisha yao. Ni nani awezaye? Ni nani awezaye Bwana kuwa na imani ya namna hiyo isipokuwa wewe mwenyewe? Umemwezesha na umempa neema. Roho Mtakatifu wa Mungu, wewe ndio kila kitu. E Bwana, wale mitume kwenye Matendo ya Mitume, wale mitume kwenye kanisa la kwanza, walipojaa roho, imani zao zilijaa. Imani zao zilijaa. Hakuna jambo ambalo lilishindikana kwao, yote yaliwezekana kwao. Hata wakati wa mateso ya kanisa walisimama imara kwa sababu ya imani waliokuwa nayo. Baba, ni wakati wetu ambao tuko hapa tunalisikia neno lako la uzima.
tumesikia neno lako la uzima, na kuna mazingira yanaonekana ni vitisho kwetu. Hali tulizo nazo ni kama milima. Kuna vitu hatuvioni kwenye maisha yetu. Kuna upako, kuna nguvu wazee wetu walitembea nayo, lakini sisi hatuioni. Hatuioni ikitembea kwenye maisha yetu, ikitembea kwenye makanisa yetu. Lakini saa imefika, na saa ndio hii Bwana. Saa imefika, na saa ndio hii Bwana, ya kuhuisha imani, ya kuhuisha imani, ya kuhuisha imani, kwa jina la Yesu aliye hai. Simama mahali ulipo. Ninaiona nguvu ya Mungu hapa, itakuwa inafufua vitu vya rohoni ndani yako. Kazi ya Mungu inafufuliwa, maisha ya watu yanafufuliwa. Yesu alimwambia Martha, nilikwambia ukiamini utauona utukufu wa Mungu. Imani ni uwezo wa kudhihirisha utukufu wa Mungu. Mungu anakuwa halisi kwenye maisha. Mungu anakuwa halisi kwenye kila kitu. Simama mahali ulipo, na kama mtu atapata shida, wahudumu watamsaidia. Wale walioonewa hapa, kuna nguvu itapita ndani yao katika Roho Mtakatifu ili kushughulika na hayo mazingira. Na ilikuwa liko pepo, hilo pepo halitaweza kukaa kwenye huo moyo, kwa sababu Roho Mtakatifu anataka huo moyo. Hilo pepo halitakaa kwenye maisha. Hiyo roho ya udhaifu inayokufanya ufanye dhambi, ushindwe kuwa mwaminifu kwa Mungu, Mungu atashughulika nayo sasa. Anapohuisha imani yako, na hiyo roho ya udhaifu inakuachia kabisa. Mandoro Kandorobos Kandorobos hawakuweza kuingia katika raha ile kwa kutokuamini kwao. Oh, Mungu anisaidie na akusaidie. Inua mikono yako juu, fuatana na mimi maombi haya kwa ujasiri. Sema, Mungu ria hai, Roho Mtakatifu, nimeinua mikono yangu tena. Nimesikia neno lako. Mimi ni mwanao. Mimi ni mtumishi wako. Mimi ni mtu wako. Unayajua maisha yangu ya silini na ya wazi. Unayajua Bwana. Unajua namna ambavyo kuna maeneo mengi sijawa mwaminifu. Nimekuwa dhaifu. Nimekuwa dhaifu. Nimekuwa dhaifu. Imani yangu haijawa na matokeo sawa sawa na mapenzi yako. Mungu ria hai, jioni ya leo ninaomba unirehemu. Ninaomba toba kwa ajili yangu. Nirehemu Bwana. 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 Ninakuhitaji wewe kuanzia jioni ya leo. Huisha imani yangu, ifanye iwe hai, ilete matokeo makubwa kwenye maisha yangu, matokeo makubwa kwenye maisha yangu ya kiroho, kwenye maisha yangu ya kiroho, ili nikupendeze wewe. Mungu ria hai. Mungu ria hai. Mungu ria hai. Mungu ria hai. Katika Roho Mtakatifu, ifanye imani yangu kuwa hai. Ifanye imani yangu kuwa na nguvu. Kuwa na nguvu. Kuwa na nguvu. Kuwa na nguvu ya kuleta matokeo. Neno lako linasema, na ishara hizi zitaambatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Kwa jina langu wataongea lugha mpya. Watanena lugha mpya. Watanena kwa lugha. Kwa kuwa tu wanaamini kwa jina lako Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu wataweka mikono juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Watakula kitu cha kufisha, lakini hakitawazuru. Roho Mtakatifu,
umeniokoa, mimi ni mwanao, ninahitaji imani yangu ilete matokeo sawa sawa na neno lako. Unipe kunena kwa lugha, unipe usemi mpya, unipe nguvu ya kufanya miujiza, ishara na maajabu katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, huisha imani yangu, huisha imani yangu, huisha imani yangu, huisha imani yangu. Kila aina ya udhaifu, kila aina ya udhaifu, kila roho ya udhaifu iliyoshambulia imani yangu, iwe ni kwa njia ya mafundisho, iwe ni kwa njia ya taarifa za wanadamu, iwe ni kwa njia ya mapito ninayopitia, au hali yoyote niliyokutana nayo iliyotumika kama mlango wa kusofisha imani yangu isiwe na matokeo. Jioni ya leo niko mbele zako, Bwana, huisha imani yangu, 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 huisha imani yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila neno na kila hali iliyokaa kunizofisha, kukandamisha imani yangu, jioni ya leo ninasema na wewe, ewe hali, ninasema na wewe jioni ya leo, 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 jioni ya leo. Ewe roho, ninasema na wewe jioni ya leo kwa jina la Yesu. Toka, toka, toka. Achia moyo wangu, achia ufahamu wangu, achia maisha yangu kwa damu ya Yesu, kwa jina la 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 Yesu. Nenda mbele za Bwana sasa, nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Sijaona watu wakipaza sauti. Usione kama tuko kundi. Simama we mwenyewe. Mungu alikuwa anasema na wewe. Simama we mwenyewe. Usione kama tuko kundi. Simama, jiachilie mbele za Mungu. Mwambie God, it is enough. Sasa inatosha. Sasa inatosha. Huu ni wakati wangu sasa wa kuinuka tena. Huu ni wakati wangu sasa wa kutembea na moto wa Roho Mtakatifu. Huu ni wakati wangu sasa wa kuwa na maisha yaliyo hai. Saa za huzuni zimefika mwisho. Hii ni saa ya kutembea kwa ujasiri. Saa ya uvivu imefika mwisho. Hii ni saa ya kutembea kwa uhodari. Omba mbele za Mungu. Funua kinywa chako, 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 funua kinywa chako. Kando robo sandara pakora, risandara pakora. Bado paza sauti yako mbele za Mungu, mtu wa Mungu. Hata kama sauti yako itaisha, lia mbele za Mungu, omba mbele za Mungu. Toa sauti yako, funguka uko ndani, funguka kwenye moyo wako, funguka kwenye roho yako. Paza sauti mbele za Bwana. Ninaona mlango wa nguvu za Mungu umefunguka sahi. Kuna watu neema inapita kwenye maisha yao. Kando robo sadara pakor, risadara pakorabasa, riko koto robosa, rika satara pakaya, rindo riandarabasa. Kwa damu ya Yesu, funguka, funguka kwenye moyo wako. Mwambie Bwana, hii ni saa yangu, hii ni saa yangu. Usimuone jirani yako. Mungu amesema na wewe, amesema na wewe, amesema na wewe, na wewe.
Mando robos. Mando robos. Mando robos. Mando robos. Sadara pako robosa. Risandara bakora. Rimandara basaya. Roho Bwana tunakuhitaji wewe. Oh, tunakuhitaji wewe. Mando ya darabasa. Oh, omba mbele za Mungu. Omba mbele za Mungu. Ninaiona neema. Ninaiona neema ya urejesho. Ninaiona neema ya ufufuo kwenye maisha yako ya kiroho. Wewe ni zaidi ya unavyojiona. Usiombe kwa mazoea. Wewe ni zaidi ya unavyojiona. Wewe ni zaidi ya unavyokuona. Wewe ni zaidi ya unavyojiona. Wewe ni zaidi. Wewe ni zaidi ya hapo. Wewe ni zaidi ya hapo. Kando ya darabasa. Tukinafufuka, kuna macho yanafunguka. Huwezi kuwa kipofu wewe. Huwezi kuwa kipofu wa kiroho. Utaona. Kuna macho yanafunguka. Kuna power inatembea. Kuna power inatembea. Kuna power inatembea kwenye moyo wako. Mando robosa. Wewe sio wa kuonewa. Wewe sio wa kuonewa. Wewe sio wa kuonewa. Kuna watu imani zao zinapohuishwa na maisha yaliyozuiliwa yanaanza kuja, kwa sababu imani inafuta maisha. Imani ni 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 maisha. Kando robos. Wewe sio wa kawaida. Yesu hakukuokoa kuwa wa kawaida. Wewe sio wa kawaida. You are abnormal. 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 Ay. Wewe sio wa kawaida. Oh. Endelea. Ongeza dakika 5. Endelea kwa mzigo. Endelea mama, endelea. Usimwangalie mtu. Endelea kijana, hata kama hujui kuomba. Mwambie Yesu, nisaidie. Kuna neno la unabii linakuja moyoni mwako ambalo Mungu atasema don't worry. Usiwe na wasiwasi. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Kuna vitu vinafunguka. Kuna vitu vinaachia kwenye ulimwengu wa roho. Vinaachia in the mighty name of Jesus. Mando robos. Mando robos. Mando robos. Endelea. Paka ndani yako usikie moto. Paka uone kwenye ulimwengu wa roho. Kuna hatua unaenda. Kuna watu wanainuka. Kuna watu wanainuka. Asili haitakung'ang'ania. Matatizo hayatakung'ang'ania. Hali hazitakung'ang'ania. Mateso hayatakung'ang'ania. Kuna mahali unaenda. Endelea. Mando robos. Mando robos. Ninaamuru kila hali ya kuzofika ikuachie kabisa. Kila hali ya kuzofika,
kila hali ya kuzimishwa ndani yako ikuachie sasa, 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 kwa jina la Yesu, 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 sasa, 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 inakuachia. Yes, yes, yes. Bwana anakusaidia. Bwana anakusaidia. Endelea, endelea kuomba. Yes. Yes. In Jesus. In Jesus. Kuna ukurasa mpya. Pokea hiyo neema. In Jesus name. In Jesus. In Jesus. In Jesus. Yes. Roho Mtakatifu anauisha kila kitu kwenye maisha yako. Endelea kuomba, usiache. Usiache. Kuna watu wanasikia mizigo ndani yao. Mizigo iliyowalemea, mizigo iliyowalemea. Ni kweli wameokoka, lakini kuna mizigo adui ametengeneza kama mkakati wa kuwavuruga. Sogea, sogea hapa mbele, usiache. Unasikia kitu cha namna hiyo ndani, kuna mkakati wa kuzimu wa kuhakikisha watu wanavurugwa. Sogea hapa mbele, endelea kuomba, endelea kuomba. Mando robos. Mando, nyanyua mikono yako. Mando robos. Mando robos. Endelea kuomba, usiache. Usiache, ndio tunamaliza. Na askofu atakuwa anasogea hapa, endelea kuomba. Mando robos. Endelea, hii ndio saa yako ya kumlilia Bwana. Mando robos. Nazungumza na huo mlima, mwambie asimame tu. Ila muone mtoto wake. Nguvu za Mungu zitapita ndani yako kuyeyusha kila mlima. Yesu alisema wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha. Njooni kwangu, njooni kwangu. Simama, simama kijana, simama, 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 simama. Ninaona nguvu ya ufufuo, na usiogope. Ili usiwe na utulivu ndani yako. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Nyanyua mikono yako tu, usiogope. Kuna nguvu ya Mungu hapa saa hii. Imekusudia kumtoa mtu hapa sasa. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Jiachilie mbele za Bwana kupokea. Fungua moyo wako sasa. Fungua moyo wako sasa. In the mighty name of Jesus. Kila mlima, kila mlima, kila mlima wa mateso, kila mlima, kila mlima, kila mlima uliokaa kwenye maisha yako, sasa unayeyuka. Sasa unayeyuka. Mshike udad. Sasa unayeyuka. In the mighty name of Jesus. Hiyo nguvu inamwachia. In Jesus. Hiyo nguvu inamwachia. Hiyo nguvu inakuachia. Hiyo nguvu inakuachia. In Jesus. In Jesus. Mshike huyu. In Jesus. Hiyo nguvu inakuachia. In Jesus. In Jesus. Mkakati wa kuzimu, sikia. Sikia wewe, mkakati wa kuzimu. Unaachia, unaachia hatima. Unaachia hatima ya watoto wa Mungu hawa. Hiyo nguvu ya kuzimu inaachia. 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 Inaachia sasa. Yeyuka wewe mlima. Pokea. Pokea hiyo neema. Fire in Jesus. 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 In Jesus. In Jesus. Yes. Yes. Hiyo milima. Hiyo milima inayeyuka. In Jesus. In Jesus. In Jesus. Mwache tu. In Jesus. In Jesus. In Jesus. In Jesus. In Jesus. Haya. Inaachia. Inaachia. Hiyo mkakati wa kuzimu. Huo mkakati wa kuzimu wa kuharibu maisha yako hautafanikiwa. Ninaachilia nguvu. Ninaachilia nguvu ndani yako dada. Jesus. Jesus.
Aya. Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema. Jesus. Jesus. Pokea hiyo neema. Jesus. Funguka kwenye maisha yako. Jesus. Fire in Jesus. Yes. In Jesus. Kuanzia sasa. In Jesus name. Pokea hiyo neema. Jesus. Mando robos. Ndio mama. In Jesus uwe huru. Kuanzia sasa. Milima inayeyuka na kutamkia neno mwanamke. In Jesus. Usikandamizwe tena. Usikandamizwe tena. Mando robos. Mando robos. Ayafunguka kwenye maisha yako binti. Fire in Jesus. The mighty name of Jesus. Mshike mikono mama mchungaji. Mshike hii mikono. In Jesus. Fire. Silo la Mungu. Kila agano na hiyo roho na hizo nguvu zinanisikia sasa. Dakika hii. Achia nafsi. Achia nafsi. Achia nafsi ya binti huyu. In Jesus. In Jesus. Fire in Jesus. Muombe, muombe. Yuko wapi mhudumu wa kike ashike kifuani? Njoo wewe yule dada mwenye t-shirt. Yule dada, nyanyua mikono yako juu. 1 2 3. Watch, watch. In Jesus name. The mighty name of Jesus. Ninaamuru nguvu kwenye ulimwengu wa roho. Fire in Jesus name. Nguvu ya Mungu ya kukusaidia. Kuanzia sasa historia ina change. Receive Jesus name. Historia mpya in Jesus. Nyanyua mikono yako. In the mighty name of Jesus. Mungu anaujaza moyo wako sasa. Sio na machungu tena, bali na tumaini lenye nguvu. Na mlango unafunguka kwenye maisha yako. Kuanzia sasa hivi. Kuanzia sasa hivi. Jina lako linabadilishwa. Utambulisho wako unabadilishwa. Na hili jambo litakuwa la kumpa Bwana utukufu. Utatembea na nguvu za Mungu. Utatembea na nguvu za Mungu. Historia mpya, ishara na maajabu vinaambatana na maisha yako. Kuanzia sekunde hii. By the power of Holy Spirit. Receive. Jesus name. Yes. Udhaifu usiwe. Asante Roho Mtakatifu. Asante. Endelea kumshukuru Roho Mtakatifu kwa namna alivyotuhudumia, kwa namna anavyotufanya kuwa yametimilika katika ulimwengu uliohasilia, katika jina la Yesu. Bwana aifanye halisi hiyo ndoto yako. Bwana aifanye halisi hayo maono yako. Mbariki Bwana. Mwambie Bwana asante, nimepokea, nimepokea. Liweke neno la imani. Sema Bwana,